Tunakubariki Mungu, tunakutukuza kwa sababu unatosha. Tuko mbele zako, sio mbele ya rais, sio mbele ya wafalme, sio mbele ya wakuu wowote wale wa dunia hii, lakini tuko mbele zako wewe Mungu uliyeziumba mbingu na dunia. Sisi ni kazi ya mikono yako, ndio maana tunalibariki jina lako, tunakutukuza Mungu, tunasema asante kwa maana unatosha. Hakuna mwingine kama wewe. Utukufu na heshima zikurudilie Bwana. Kila aliyekujia wewe hakurudi na machozi. Kila aliyekujia wewe hakurudi na majeraha. Kila aliyekujia wewe alirudi na furaha na kelele za furaha. Usubuhi ya leo tutazame, usubuhi ya leo tutazame. Tazama baba huyu, tazama mama huyu, tazama mtoto huyu, tazama kanisa lako Bwana. Tunakuhitaji, tunahitaji neema yako, tunahitaji nguvu zako, tunahitaji Roho wako Mtakatifu akatawale, akatamalaki. Ni saa ya neno lako. Roho Mtakatifu, sema nasi, zungumza nasi. Tunakupigia makofi. Haleluya. Tunakupigia makofi. 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 Haleluya. 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 Celebrate the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Tutakaa. May we have our seats. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Namshukuru Mungu kwa sababu Mungu ni mwema. We thank God because He's a good God. Naenda kwa neno la Mungu We shall go straight to the Word of God. katika kitabu cha Maombolezo. In the book of Lamentation. Kitabu cha Maombolezo. The book of Lamentation. Sura yake ya 5. Chapter 5. Na mstari wake wa kwanza. And verse 1. Tutasoma mpaka 5 alafu tutaruka 21. We shall read up to 5 and then go to 21. Bwana, kumbuka yaliyotupata. Utazame na kuiona aibu yetu. Urithi wetu umegeuka kuwa mali ya wengine, ya wageni. Na nyumba zetu kuwa mali ya makafiri. Tumekuwa yatima waliofiwa na baba, mama zetu wamekuwa kama wajane. Tumekunywa maji yetu kwa fedha, kuni zetu twauziwa. Watufuatiao wa juu ya shingo zetu, tumechoka tusipate raha yoyote. Tumechoka tusipate raha zote. Verse 20. 21. Verse 21. Bwana, utugeuze kwako. Bwana, utugeuze kwako. Nasi tutageuka. Nasi tutageuka. Zifanye mpya siku zetu kama siku za kale. Tufanye upya kama vile siku zetu za kale. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord Jesus. Tutaenda kwa upole kiasi. We shall be quite slow. Tunaona kitabu hichi cha Maombolezo. We see the book of Lamentation. Kitabu ambacho nabii anakiandika. It's a book that this prophet of God writes. Ambaye nakisiwa ni Yeremia.
And I think it is written by Jeremiah. Huyu Yeremia Jeremiah, alitoka katika kabila ya Benjamin he came from the tribe of Benjamin. na aliweza kutumika miaka 40 katika utumishi wake. And he was able to serve about 40 years in his service. Na Mungu anamuita, And the Lord calls him. anamuita Yeremia. He calls Jeremiah. Lakini wakati Mungu anamuita, And the time he calls him, alimuita akiwa mtoto he mdogo. called him when he was a young man. Na Yeremia And Jeremiah, akaogopa sana he was so afraid kwa sababu anaitwa because he is called ili aweze kumtumikia to Mungu begin serving the Lord akiwa mtoto mdogo. while he is young, Akiwa mtoto mdogo. while he is a young child. Biblia inasema ya kuwa Mungu akamuita Yeremia. The Bible says that God called Jeremiah. Na wakati Mungu anamuita Yeremia, And when God calls Jeremiah, alimuita akiwa mdogo na yeye akaogopa. he called him when he was very young and he was Na afraid. akasema mimi nitasema kitu gani And he said that, what shall I say ili to watu people? waweze kunisikia, For people to hear you. kwa sababu hali yangu mwenyewe Because in my own stature, siwezi. I cannot. Lakini Mungu akamwambia, But God told him nimekuchagua that I have chosen you toka tumboni mwa mama yako, since before you were in the womb of your Nimekuita. mother, and I've called you. na mimi Mungu nitaweka maneno yangu kwako. And I, God, I'll put my word in you. Mimi Mungu nitaweka maneno yangu kwako. And I, God, I'll put my word in you. Na kitu ambacho Mungu anaweka kwa Yeremia, And what God puts in Jeremiah, anamwambia ya kuwa he tells him, nimekuita kwenye kazi, I have called you for a specific lakini hii work. kazi But this work, sio kazi rahisi. it is not an easy job. Utang'oa You will uproot na utaharibu, and you will destroy. alafu utajenga And then you will build na utatengeneza. and you will make. Kwa hiyo hakumwita kwa kazi rahisi, Therefore, he didn't call him for a task that lakini is anamwita easy. kwenye kazi iliyo ngumu. But he gives him a task that is so Pamoja hard, na umri wake mdogo, together with the age. lakini anasema And he says, I nimekuita. have called you. Siangalii utoto I wako, don't look at your childhood. siangalii hali yako, I don't look at your stature. lakini mimi Mungu But I go. nimekuchagua. I have chosen you. Yeremia hakumchagua Mungu, Jeremiah did not choose God. lakini Mungu But God akamchagua. appointed him. Mungu anapokuita, God did not call him. Mungu When anapokuchagua, he chooses anakuaga na you, sababu. he has a reason. Kwa hiyo and a purpose. anampatia And kazi, therefore he gives him lakini kazi hii a job, and this sio job, kazi it rahisi. is not an easy Naambia hii task. kazi He tells him this lazima task, utang'oa, you have to uproot. lazima You utang'oa have to uproot vile ambavyo vilivyopandwa everything that was ambavyo planted ni that vibaya, are evil. lazima You uving'oe. have to uproot them. Utaharibu You will destroy vilivyojengwa everything vibaya, that will build wrong. utaviharibu, You will destroy alafu them. tena utakuja kujenga And again you upya. will come and rebuild. Na unajua katika kipindi tunacho And in the season au we are katika in, ulimwengu huu, or in the world here today, ukweli hautakikani, the truth is not needed. ukweli hautakikani, Truth is not na needed. kila yeyote asemaye kweli Anyone who speaks truth apendeki. is not Kwa hiyo lying. Yeremia And therefore Jeremiah, katika kitabu hichi cha in the maombolezo book of lamentation, ni kitabu ambacho ni cha kulia, it's a book of lamenting. kitabu cha kuhuzunika. It's a book of being crying. Ilikuwa kipindi ambacho ni It was- kipindi kanisa it was- iko kwenye shida. It was a season when there was a big problem. Kwa nini Yeremia analia? Why is he crying, Jeremiah? Mwandishi huyu analia. And this writer is crying. Unajua, ukilia We know when you cry, kuna aina mbili ya there kulia. are two ways of crying. Kuna aina ya kulia ukicheka There kwa is a- sababu ya There is furaha, a type of crying, lakini crying kuna because you are happy, kulia kwa sababu unapenda. but they are crying because there's a way of crying because Kwa you hiyo love it. mwandishi alikuwa And analia therefore this man was crying, na anasikitika, and he is so grieved. machozi yake Tears that ni he kwa had. sababu alikuwa anapenda. It was because he was loving. Ukijiuliza kwa nini anaomboleza, When you question yourself, why is he sio kwa lamenting? sababu alikuwa na shida Not yeye, because he had his own sio problem. kwa sababu alikuwa anapitia yeye, Not because he was going through it lakini himself. alikuwa anawatazama watu But he wake, was observing his own people. anatazama kanisa, Looking at the church. anaona vile inaangamia, And look at the way it is being destroyed. anaangalia vile watu Look at the wamekengeuka, way people have changed. watu
wamemwacha People Mungu. have forsaken God. Watu wanajiita jina la People they Ukristo, are called lakini Christians, Kristo hayumo but ndani Christ yao. is not in them. Wanajiita Wakristo, Calling themselves lakini Christians, bado ni watumwa but kwenye they are still dhambi. slaves in sin. Wanajiita They call Wakristo, themselves lakini maisha Christians, yao but haimpendezi their Mungu. life is Kwa hiyo not worthy before mwandishi God. And analia, therefore he is crying. anaomboleza. He is lamenting. Unajua wakati kama huu And you know, such a time as this, kanisa limekuwa halina the waombolezaji. church doesn't have people who are crying Watu now. wengi wameshindwa kulia. People are no more crying. Watu wengi wameshindwa kumtafuta People are Mungu. no more seeking after Unaweza God. kukutana You familia, can find a family. watu ambao watoto wamepotea, People where their children are lakini lost, wazazi hawalii but tena, they are no more crying. wazazi Their hawahangaiki parents tena. are no longer. Kanisa unaweza kuona The church can see watu wanaingia, people are coming in. na wanapoingia When they come in, mchungaji hana the shida, pastor has no problem. wakitoa sadaka When ni they give their sawa, offerings, it's lakini all right. hawaalii juu ya But he maisha doesn't yao. cry for their life. Watu wanaangamia, People are getting watu lost. wanakufa, People are dying. lakini watu hawaoni. And people are not seeing. Kwa hiyo kanisa limefika And therefore the mahali church has come to a point. hakuna wanaolia kwa There are sababu ya no, watu. those people are lamenting because of Wengi them. wameacha Mungu, People have forsaken God. wengi wamekuwa watumwa, Many have become slaves. wengi wanaishi maisha yasiyompendeza People are Mungu. living a life that are unworthy Kwa hiyo before God. analia And therefore he cries, akijua ya kuwa knowing that kitendo ambacho hao watu the wanafanya, action these people are doing, mwisho wa haya at the mambo end of all this, ni kulia na kusaga it meno. is crying and gnashing of teeth. Unapompenda mtu When you love someone, ni lazima umwambie, you have to tell them, ndio unaona njia ni yes, nzuri. you see this route is Biblia okay. inasema ya The kuwa Bible says inaonekana njia ni nzuri, the way seems to be lakini good, mwisho wa hii but at njia the end of this ni way, ugumu wa it milele. is the end. Mara The end nyingi is death. tunaona mambo And we see things, we are tunayafurahia, happy about them. unaona ni mazuri, You think they are lakini good, mwisho but at wake, the end of it, mwisho at wake the end of ni it, kulia it is na crying kusaga meno. and gnashing of your teeth. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo mwandishi And therefore the writer, analia, he is lamenting. na katika neno lenye analia And another word of crying, anasema, Bwana tukumbuke, he said that, Lord, remember us. Mungu tukumbuke, Lord, remember us. tukumbuke. Remember us. Nataka urudilia hayo maandiko. I'll repeat the same scriptures again. E Bwana, kumbuka yaliyotupata, utazame na kuiona aibu yetu. Urithi wetu umegeuka kuwa mali ya wageni. Amen. Amen. Nataka mimi nisome. Inasema hivi, This is what he says. E Bwana, Oh kumbuka Lord, remember us. yaliyotupata. Remember what has befallen us. Wakati watu wanamwacha Mungu, When people are fearing God, wakati watu wanaenda mbali na Mungu, or when people deviate away from the ways of kuna God, mambo yanatokea katika maisha there yao. are things that happen in their lives. Sura ya pili nasema, Verse 2 says urithi wetu umegeuka kuwa mali ya wengine, that our inheritance has turned into the inheritance of the aliens, na nyumba zetu kuwa mali ya makafiri. and our houses to the foreigners. Kwa hiyo anamlilia Mungu, And therefore he begins to lament anamwambia God. Mungu tukumbuke, And he tells God, remember us. Mungu tukumbuke, Lord, remember us. utajiri uliyetupatia, That the riches you have given us, lakini hatuna tena utajiri, but we no longer having the riches. tunakuwa wakaombaomba, We are people who are beggars. kwa sababu makafiri walikuja Because unbelievers have come wakabeba vilivyo and vyetu. they have carried what is belongs Makafiri to us. walikuja When the unbelievers came, wakaiba mali they have zetu, stolen our lakini riches. sisi sasa But we are here tumebaki now. watupu, We have become empty. tumebaki We have mayatima, become empty. tumebaki wa kulia, We are just crying. tumebaki watu wa We are kudharauliwa. a people to be looked down Alafu upon. anasema And then he says, tumekuwa watu wa aibu, we are full of shame. tumekuwa watu wa We are aibu. full of reproach. Aibu iko na sehemu mbili. Reproach
reproach is in two ways. Aibu ya kwanza The first shame ni ya mtu mwenyewe binafsi. is a personal kind of shame. Umefanya dhambi, You have sinned. umefanya jambo You have done ambalo something ukufikiria that you utalifanyaga never thought that maisha, you'll do it in life. lakini limekupata But it has fallen you na linakuletea aibu. and it brings Biblia no inasema shame. Adamu na Eva And Adam and Eve, the wakiwa Bible says, shambani while we in the walikuwa garden, sawa, they were okay. lakini walipotenda But dhambi when they sinned, wakasikia aibu. they heard Kwa hiyo the dhambi therefore sin inaleta aibu. brings reproach. Dhambi Sin, hata kama unaipenda, even if you love it, hata unaifurahia, even if you're happy about lakini it, hiyo dhambi but that sin, inazaaga it will aibu give birth to katika reproach maisha ya in mtu. your life. Kwa hiyo dhambi And therefore sin, huleta aibu. it brings reproach. Kwa hiyo mnenaji au mwandishi wa And kitabu therefore the hichi writer of this book, anasema tumekuwa na he said that aibu. we have reproach. Aibu, Reproach. mambo ambayo yanatutokea, The things that are happening to kanisa us. The limeharibika. church has been destroyed. Leo watu wanapoangalia Today when people kanisa look at the church, wanaona pesa they tu, see money. wanaona kuombwa They tu. see how to be Leo asked for. wanapoona Today when you kanisa look at the church, wanaangalia kanisa, they look at the church wanaona and they sarakasi, see drama. wanaona manabii wa They uongo, see wanaona prophets vitu and vingi. they see so much. Leo kanisa Today the church limezaa has aibu, given birth to shame. limezaa Has given aibu. birth to shame. Unampata You mchungaji find a pastor. hana hofu ya He dhambi, has no fear of ndiyo sin. anaweza kuhubiri, Yes, I can preach. ndiyo anaweza kujitoa, Yes, he can give lakini himself. dhambi But sin, anaitafuna kama he's karanga. eating it like food. Aibu imetupata, Reproach has been anasema fallen us. Mungu And he say, oh God, tukumbuke, remember us. tukumbuke, Remember us. tumepata aibu, We are having reproach. tumekutana na mambo We have met so ambayo much hayawezekana. that are not possible. Aibu ya pili The second ni shame mambo ambayo mtu are things or happenings anakusemeaga. that are being taught by people. Watu About wanaweza kukuaibisha, people can shame you. watu wanaweza kukufanya ujifiche mahali. People can make you hide. Kwa hiyo kuna aibu And therefore they are ashamed ambayo watu watakunenea. that people will talk about you. Kuna aibu They are kind of reproach ambayo mnaipata kama familia. that you find it like a family. Kuna aibu There's kind of a reproach. ambayo unajiangalia, unajiona wewe ni You aibu. look at yourself and you see shame all Hata over kile you. kinachoongelewa ni Even aibu. whatever they're talking about is Lakini shame. mnenaji anasema, But this mwandishi writer is saying anasema, Bwana tumepata that, aibu, Lord, we have had reproach. Bwana tukumbuke, Lord, remember us. Bwana tukumbuke, Lord, remember kwa sababu us. aibu yetu Because our shame haijifichi tena. is no longer hidden. Aibu yetu Our shame, inaonekana kwa kila mtu. it is seen all over. Bwana tukumbuke. Lord, remember Kwa us. nini anasema Bwana Why is he nikumbuke? crying out Kwa like sababu that? Bwana Because Lord, husikia maombi. he hears a cry Sio and kama prayer. Bwana hakuwa Not the anakumbuka, Lord was not that he was not remembering. akimwambia Bwana When he nikumbuke. was telling him that remember us, Unajua hauwezi ambia mtu you nikumbuke cannot tell someone to remember kabla you wewe hujakumbuka. before you remember yourself. Kwa mfano, For example, nikikwambia naomba simu, if I tell you that give au me a asema phone kumbuka unipatie hiyo simu, and say remember to give me that phone, lazima kwanza nikumbuke, I have to remember from my alafu side first nikuambie kile and na then tell you nataka what I want unipatie. to give me. Kwa hiyo anasema Therefore he tukumbuke. tells that remember. Kwa hiyo anakumbuka ahadi He zake. remembers the promises of God. Wakati tutamlilia That Mungu, when we cry to the Lord, tutamwendea we Mungu shall run to him na kumwambia Bwana and tell him that tukumbuke. Lord remember us. Kumbuka ahadi zako. Remember your promises. Ulikumbuka Ibrahimu. When you as you remembered Abraham Ulikumbuka wana wa and Israeli you remembered the people of Israel walipokulilia when they cried kwenye mateso yao, in their trouble, ulikuja you came down ukawatoa kwenye and mateso. saved them from their Nasi trouble. tukumbuke. And therefore remember Kwa hiyo us. unapokuambia And then when you Mungu tell the Lord, nikumbuke, remember me, lazima wewe you have ukumbuke to remember first ahadi za the Mungu. promises of Mungu God. anasema nini? What does God Ili say? umwambie For you to tell him kumbuka ahadi that remember zako. your promises. Ulisema You say hautatuacha, that you'll never forsake us. ulisema You say hautatuaibisha. you'll never shame us. Bwana Lord, kumbuka. remember. Kwa hiyo akaanza kulia, Therefore he began to cry.
cry. Mwandishi huyu ni mwombaji. And this writer is a prayerful Mungu person. anawatafuta waombaji The Lord is looking for intercessors katika huduma. in this ministry. Mungu anawatafuta The Lord is after watu ambao wataomba. a people who shall pray. Waombaji ni watu gani? Intercessors, who are they? Mwombaji An intercessor sio lazima wekewe is mikono. not a must that you be laid hands on. Mwombaji A prayerful sio person, lazima wamwagie you shall mafuta. not be anointed. It's not a must. Mwombaji An intercessor, sio lazima wamweke it's not a kola. must. You be put somewhere. Mwombaji An intercessor, alipi kodi. he doesn't pay. Mwombaji An ni intercessor mtu wa kujitoa. is one who gives Mungu himself. anawatafuta The Lord waombaji is after wenye intercessors. kujua The one kulia, who know how to wenye lament. kujua kutafuta Know uso wa how to Mungu. seek the face Kwa of the maana Lord. wakati tunapolia, Because when we cry, wakati tunamkumbusha when we Mungu, remind God, Mungu the anashuka Lord comes na down. anasikiliza maombi And then He yetu hears our na prayer. anatenda. And He works out. Lakini leo But today, kanisa haina the waombaji, church does not have intercessors. haina watu wanaolia It doesn't machozi. have people who are out to cry. Katika kizazi tears. hichi In this generation, ni kizazi kigumu sana, it's a generation that is hard. ni kizazi ambacho tumeanza kumsahau Mungu kwa It's njia a kubwa. generation that people are forgetting about God. Ni kizazi ambacho kesho hatujui tutarisi nini watoto wetu. It's a generation that we do not know what we shall give, the inheritance we shall give to our children tomorrow. Unapata watoto tunao You leo find we have children today. ni watoto wa mtandao. They are children of the internet. Wazazi hawawezi kukaa na watoto kuwashauri. Parents cannot sit down their children to advise them. Watampatia mtoto simu. They will give their children phones. Miaka ya zamani Long time ago, wazazi wangekaa na watoto wao, parents will sit down their children. wangewaonesha Mungu. They could show them God. Lakini nikiinua mtoto leo hapa, But today, if I call upon a child nimwambie here now aniambie sala ya Bwana, and tell the child to pray the Lord's Prayer, hajui hiyo he sala, cannot know. hajui. He doesn't know how to recite that. Lakini miaka ya zamani, But years before, hata mpagani even that who is an unbeliever angeongea, mtoto wake angesema sala ya Bwana. could even command a child to talk or Lakini to pray acha mtoto. the Lord's Prayer. But Kuna mtu certain thing, nikimuinua saizi, when today you call upon them nimwambie omba sala ya Baba and tell yetu them uliyo that mbinguni, recite the prayer of the Lord, atakula mdomo. will begin to murmur here. Kwa sababu ya nini? Why? Uungu umepotea. Because godliness is no more. Tuko katika kizazi We cha are in kufurahisha. a generation of pleasing men. Nikuje kanisani niongee mambo ya I kuchekesha, come to church so that mambo I may itakayo please people. kufurahisha, Talk about comedy. na tukimaliza And then twende. we are done, we go Lakini out. ukiambia mtu But if you kweli, tell someone the truth, anahama he kanisa, will leave the church. And anaondoka he will leave kanisani, the church. kwa sababu watu hawataki Because kweli. people don't want the truth. Lakini Mungu alipomuita But when the mtumishi Lord wake, calls his ambia servant, nimekuita he doesn't have kwa called sababu you ya kuharibu so that you do kile ambacho destroy. shetani ameweka. Everything the Lord has Lazima planted, ukiharibu, you have to destroy. lazima uking'oe. You have to Na watu wengi hawataki, And people doesn't want that. wanataka pando lililopandwa na They shetani want libaki. that plantation of Ndio maana Satan. leo tunaweza ingia That's why kanisani, today when you come to church, lakini sina hofu ya kukunywa pombe, I have no fear that I should not drink. sina alcohol. hofu ya kwenda kuzini, I have no fear of sinning. sina hofu ya I have kuiba, no fear of stealing. sina hofu ya kutenda I have dhambi. no fear of sin. Biblia inasema The Bible says urithi wetu umepotea, our inheritance has been lost. umechukuliwa na watu It has been wengine. taken by the unbelievers. Urithi unaweza kuwa ni pesa, Inheritance might be money, unaweza kuwa utajiri, might be lakini riches. urithi But mwingine inheritance, in ni other words, kumwogopa Mungu. is fear of God. Hiyo ni urithi That mkubwa, is inheritance. lakini But it umeibwa. has been stolen. Leo watu hawaogopi, Today people don't fear God. leo watu People hawaogopi don't fear God. urithi wetu Our wa inheritance kutembea na of Mungu, walking with God. urithi wetu Our wa inheritance kuishi maisha of matakatifu living a holy life has umepotea. been lost. Naweza kukupata I can kanisani, find you in church, lakini nikaenda nikakununulia but I pombe. go and give you Biblia drinks of inasema alcohol. ole wake Uh, anayemnunulia mtu And the one pombe. who is buying alcohol, Shauri yako, it is your own problem. kila unachokifanya saizi Whatever you are doing now, unaweza kukifanya kwa you siri, can do it in secret. lakini But
hukumu ya Mungu the judgment of God inabaki pale pale. remains at the same point. Inaumiza sana. It is so painful. Unakuja kila siku You come kanisani, every day in church, kila siku every kanisani, single day, lakini unaishi maisha ya dhambi. but you are living a sinful life. Mungu haogopi juu umekuja hapa. God does not fear because you've come here. Hapana. No. Mungu haogopi kwa sababu umevaa suti. God is not a respecter of suits. Mungu hakuheshimu kwa sababu wewe unajiita mchungaji. God is not a respecter of your title that you Lakini are a pastor. Mungu But God, anawapenda wataua He loves those na who are holy watakatifu, and those who are holy and righteous. wanaomheshia Mungu. Those who are loving Kwa hiyo God. anasema The Bible says, Mungu tukumbuke. God remember us Tumepata aibu. that we have been ashamed. Tumepata aibu. We have received reproach. Vitu vyetu All our inheritance vimechukuliwa. has been taken away. Ukishuka chini, And then you go down. nasema hata maji Even water. tunauziwa We are being sold na water. hatuna uwezo wa kuyanunua hayo And we have maji. nothing to buy water with. Hata kuni zetu Even our firewood ambazo tungeweza kuokota, that we could go and hata today kuni says, zetu even our firewood, lazima we tuzilipie, have to pay for kwa it sababu tumekuwa watumwa. because you have become slaves. Utumwa And slavery ni kile kitu ambacho is something kila wakati kinakurudilia. every time comes back to you. Utumwa unaweza kuwa unaona sijafungwa kamba, Slavery, you might be free, like not tied with shackles. lakini kila wakati, But every time, leo nimeanguka kwa zinaa, today I have fallen naomba into Mungu sexual sin, nisamehe, and I pray God forgive lakini me. kesho But tomorrow, narudia tena, I go back. na kesho yake And the following day, narudia I tena. go back. Hiyo ni utumwa, That is slavery. ni utumwa. That is slavery. Nimesema leo So sitakunywa, today I will not drink naacha alcohol. kabisa. I let Hivi it go leo today. ndo Today mwisho, is the end day. sitakunywa I will tena. not again partake of this. Lakini kesho But yake the following day, unachukua kikombe. you take again a cup. Kwa nini? Why? Hofu ya Mungu imepotea, The fear of God is no more in you. kwa sababu hauwezi kuchukua glass Because you cannot take that glass, ukanywa you partake of it. ukajua hii ni sumu I know that this is na poison. kunywa, I am na partaking uwa of it. maisha yangu I mwenyewe, am killing my own life. na uwa na kizazi I am changu, killing my generation. kizazi changu kinachokuja, My generation that is na coming. kimaliza I am destroying kwa it sababu ya pesa yangu because of my mwenyewe. own money. Shetani amewafanya watu kuwa watu, Satan has made people become slaves. na ndio maana mwandishi And analia, that's why this man is crying. analia, He cries. mbona watu wako hivi? Why are these people the Kwa way hiyo they are? analia, Mungu tukumbuke, Then he tells God, remember us. Mungu tukumbuke, Lord, remember us. Mungu tubadilishe. Lord, change us. Kiangalia mstari wa 21, When you look at 21 hapa anasema nini? verse 21, he says, Bwana, utugeuze kwako, nasi tutageuka. Utugeuze kwako, Turn us back to you. utugeuze kwako. Turn us back to you. Haya mateso This trouble we are in. au ile system ambayo imewekwa hapo, Or this system of slavery that is there, ambayo ni ya mateso, that is full of trouble, ya umasikini, of poverty, ya laana ya wazazi, of ya kizazi, of generational ya curse, uchawi iliyowekwa hapo, of witchcraft that is ambayo out there, imesababisha that umasikini, is causing poverty, imesababisha that is mateso. causing trouble. Umejipata unaishi maisha You find that hayaeleweki, you are living a life that is not understood. hakuna pesa, There's no money. unaombaomba You kila are siku. just a beggar. Lakini hapa anasema, But here he says, Bwana tugeuze kwako. Lord, turn us back to you. Maana ya tugeuze The kwako, reason to turn us back to wewe you, ni Mungu, that you are God, wewe ni you Mungu. are God. Lakini tuligeuka hivi, But we turned around, tukageuka tukaangalia njia and we zetu. turned around and we find Neno la our Mungu own ways. linasema usifanye dhambi, And God, lakini tukageukia dhambi, but if we look at sin, tukageukia we mabaya, have turned to sin and evil. tukageukia uchafu We have turned wote. to our own Lakini sin. hapa mwombaji But anasema, today this person Bwana says, tugeuze tena. Lord, turn us again. Tukigeuka kwako, When we turn to you, baraka the ulizotuahidi blessings that you promised zitakuwa juu ya maisha shall be yetu. upon our lives. Tukigeuka kwako, When we turn to you, hatutatenda dhambi. We shall not sin anymore. Tukigeuka kwako, When we turn to you, hatutalia we shall tena. not cry again. Tukigeuka When we kwako, turn to you, hatutakuwa we shall maskini. not be poor. Tukigeuka When we kwako, turn to you, uzima wa milele ni the wetu. heavenly life is Bwana ours.
anasema therefore tugeuze tena, say that turn us around. tugeuze kwako, Turn us around to you. tugeuze kwako. Turn us to you again. Mchana wa leo nataka kukuambia geuka, geuka kwa Mungu. Turn to the Lord. Hapo ndipo kuna vyote That's where everything unavyovihitaji. that you need. Geuka kwa Mungu. Turn to the Lord. Geuka kwa Turn Mungu. to the Lord. Ukigeuka kwa When you Mungu, turn to the Lord, kizazi chako your kitapona. generation shall be saved. Ukigeuka kwa When you turn to the Mungu, Lord, utapata amani. you shall find peace. Ukigeuka kwa When you Mungu, turn to the utapata Lord, heshima you shall be unayotafuta. honored. Heshima zote ziko kwa All Mungu. honored is the honor. Lakini jambo Honors is the moja, Lord. But one thing, geuka. turn. Geuka kwa Mungu. Turn to the Lord. Unajua tumegeukia maandiko huku. We have turned turned around against Biblia the inasema writings. usizini, And the Bible says that don't have lakini sexual kwa sin. sababu ninageukia pande hii But because I'm turning this other side, nazini, I have to sin. naweka maandiko nyuma. And I put the writings of God behind my back. Usiibe, Don't steal. naiba kwa sababu maandiko naiweka nyuma. But I steal because I Lakini put the kama writings of God nitayageukia haya behind. But if maandiko, I turn around and look nitajua at them, Mungu anataka niishi hivi. I will know what the Lord wants me Mungu to anataka be. tuishi The hivi. Lord wants us to live like Mungu this. anataka tutembee The katika Lord wants utaua. us to walk in Nataka holiness. kukuambia I mpendwa, want to tell you, beloved, Mungu anakujua the Lord knows you zaidi ya vile wewe more than the unavyojijua. way you know yourself. Unaweza zania You unajificha, might think that you're hiding, lakini Mungu yuko karibu yako but the Lord is close to you zaidi ya hiyo pumzi unayoitoa. more than the breath that you have. Maisha ya mwanadamu The life of a man ni kama upepo. is like wind. It's like wind. Uko leo, You have today your life, lakini kesho hauko. but tomorrow you are no more. Unaonekana una sifa, You seem to have honor, lakini siku moja but one day sifa yako itakuwa chini. your honor will be useless. Unavaa nguo unataka, You are putting on the kind of clothes you want, lakini kuna siku but there's a day hautavaa zile nguo unataka. you will no more put on those clothes you want. Watakufunga funga kwa sanda. They will only tie you in that linen, Wewe vile uko hapo, just the way you are. siku moja One day utafungwa kwenye sanda you will be tied in the white linen, na watakupeleka mahali and they will take you to a place ambapo hutakuwa na nguo zaidi ya 5. that will never have a closet. Watakuweka kwenye boksi They'll moja, put in one box, na hili box and that kind of a box wataliingiza chini zaidi, they'll be put under juu so deep, sitoe harufu. so that you don't smell. Sifa yako, Your honor, heshima yako your respect itakuwa chini. shall be under. Lakini mtu anapoenda pale chini, But when you go under there, kama ulimgeukia Mungu, if you had turned around to God, kama ulimgeukia Mungu, if you had turned around to God, pale chini under there, ni njia it is a way ya kuingia katika mji mwingine, of getting into a new city, ya kuingia kwenye maisha mengine getting into a new life ambayo ulichagua hapa that chini ya you jua, chose while you were here under the sun, ambayo ulichagua that you chose, aidha uzima wa milele and au you hukumu wa milele. either chose the judgment or the eternal life. Siku ya leo ndo una uamuzi Today you have that decision wa kuchagua ni wapi to utakwenda. choose where you shall go. Pale hakuna tena This ujanja. in that place there's no trick. Unajua hapa tuna ujanja. Today we have some tricks you can not Tukitoka hapa trick tunasema yourself and say, amesema shauri she yake, has spoken and that is her own cup lakini hii of ni tea. sauti ya Mungu. But this is the voice of God. Haujui kesho yako. You do not, Kwa hiyo maisha unayoishi leo, and therefore the life you're living today. unajua tunaweza kuwa mke na mume We might be maybe a wife and husband, na tunadanganyana sana. and we are lying to one another, deceiving ourselves. Mmoja ameamua kuokoka, This one has decided to give na mwingine his hajaokoka, life to Christ. Another one has not. anamwambia tukunywe I say, oh, come kidogo. on, let us drink Hakuna something small. shida. There's no problem. We mwanamke unasema juu ya And the upendo, woman who said, because of love, acha na mimi nikunywe. let me also drink. Juu ya upendo, Because of acha nifanye love, dhambi. let me also sin. Hiyo upendo wako na ubure, Your love is useless. ni ya ujinga, It is full of kwa foolishness. sababu kila mmoja Because everyone ataenda peke yake. shall go alone. Hautaenda na bwana You will yako, not go with your husband. hautaenda na bibi You will yako. not go with your wife. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo Yeremia anasema, And therefore Jeremiah says, Bwana tukumbuke. Lord, remember us. Mchana wa leo This afternoon, mwambie Bwana akukumbuke. tell the Lord to remember you.
Kama umekuwa mtumwa, if you have become a slave, amua kugeuka leo. try today, decide to change, turn around. Kwa sababu wakati ambapo unakuwa mtumwa, because when you become a slave of sin, haya mambo yatakupata. all these things will befall you. Mambo yatakupata. Things will befall you. Utakuwa mtumwa, You will become a slave. utakuwa maskini, You will become a poor man. utakuwa mwenye shida You will zote, become full of kwa sababu trouble, umemwacha junk of Mungu. all troubles, because you have forsaken Bwana God. Yesu asifiwe. Praise the Lord. Lazima tumwambie Mungu Therefore we atukumbuke. have to tell the Lord to Mungu akumbuke turn kanisa. around to us and remember the Kanisa church. limepata aibu. The church has been ashamed. Leo hata ukienda mahali Today, unaogopaga kujiita uko If you go mchungaji. anywhere, you are not afraid even to identify yourself as a Siku pastor. moja nilikuwa naenda safari fulani, tukafika, tulikuwa kwa ndege. One day we were having a journey to somewhere in the plane, Sasa tukashuka, and we are tukingoja ndege nyingine. we were waiting for the other flight to come. Kisha mtu mmoja akaniambia, And one person told me, habari yako? "Tell me, how are you?" Nilikuwa nimevaa kitenge. I was putting on some kitenge. Akaniambia kitenge ni nzuri. This kitenge of yours is so expensive. Ni nzuri So sana. nice. So nice. Kisha akaniambia kumhusu yeye. And he told me about himself, Akasema mimi ni mtu fulani, that I am so and so. nimetoka Norway, I am from Norway. niko naenda kufanya hiki na I'm hiki. going to do this and that. Akaniambia niambie kukuhusu. Tell me about yourself. Nikamwambia mimi Tell ninaitwa him Esther, that I'm called Esther, pastor, mhubiri wa injili a ya Yesu preacher Kristo. of Christ Jesus. Akacheka sana. And he was so laughing. Akacheka He sana. laughed so mimically. Akasema vile nilikuona, The way I saw you, nimekuona mfanya biashara I mzuri. thought you were such a businesswoman. Nikaona mtu ambaye ni mtu wa ajabu. I knew that you were such a kind of a person. Kumbe uko tu pastor. I said, "You're just a pastor. Me a pastor." Nikamwambia mimi ni mtu mkubwa. I told him that I am such an honorable person. Mimi ni ambassador I am an ambassador. ambaye niko hapa duniani That I'm under this, earth. nikiakilisha mji wa mbinguni. I am representing the city of heaven. Kwa hiyo mimi And therefore here I am. zaidi ya mfanyabiashara. I am more than a business person. Mimi As I am here, bosi yangu my boss ni Mungu wa is mbinguni. God of heaven. Silipwi na mwanadamu, I'm not paid salaries by men, lakini nalipwa na Mungu. but I am paid by God. Kwa hiyo sionei haya And injili. therefore I am not ashamed of the gospel. Kabaki ananiangalia. And then he remained looking at me, mesmerized, Akaniangalia. looking at me, so amazed. Akasema wow. And I was like, wow. Kisha akapiga makofi. And then he clapped. Akaniambia unajua He said, "You know what? mimi ni mchungaji." I am also a pastor." Kumbe yeye alikuwa Oh, mchungaji. he said he was also a pastor. Akasema nilitaka He nione said, I wanted to know kama utamkana Yesu kiwa huku. if you will reject God while on this side. Vile tu uliniambia ni mchungaji, nikataka tu nipime imani yako. The moment you told me you're a pastor, I wanted to Lakini measure your nafurahia faith. vile umeiongelea. But I was so happy Na the way you ukuisikilia said it, aibu. and you are not ashamed. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Usionee injili ya Don't be aibu. ashamed of the gospel. Usionee aibu. Hata Don't be kama ashamed aibu even imeingia, if shame has come. bakia katika msimamo. Remain standing. Bakia katika msimamo. Remain standing. Bakia katika msimamo. Remain standing. Mungu anaondoa aibu. The Lord will take shame away from Mungu you. anaondoa aibu. God is a remover Kama of kanisa, reproach. As a church, nataka tunapoenda I kumaliza, want us, as we're going to end, kila mmoja amwambie Mungu everyone begin nikumbuke. to tell the Lord that Wewe remember me. unajua You know better. kile kinakutesa, Whatever there is upon your life kimekufanya that is umegeuka kwenye enslaving njia you, that has nyingine. made you turn around Lakini mwambie other ways. Mungu leo, Tell the Lord today, nimeamua, I have decided. nimejiona. I have looked at myself and decided. Mungu tuonee huruma. God have mercy on me. Mungu nionee huruma. God have mercy on me. Mungu nionee huruma. God have mercy on me. Nimekuja kwako. I have come to you. Unajua kwa nini leo kanisa zinaishi? Do you know why churches today are normal? Hatuna watu ambao watatetea injili. Because you have no people who shall stand for the gospel. Mtu anakuja kanisani leo, People come to church today. kesho anawatoa watu 10. Tomorrow they go away with Na 10. nataka niwaambie kitu And I want to tell you something leo. today. Unapoharibu kanisa la Mungu, When you destroy the church of God, Mungu atakuharibu. God will destroy you. Mungu atakuharibu. God will destroy you definitely. Kama wewe ni sababu If you are a reason ya kuharibu watu wa Mungu of destroying people of God na kuwatoa kwa Mungu, and remove them from God, Mungu atakupiga. God will destroy you.
Kwa sababu watu wengi Because many people wametumiwa na shetani, have been used by Satan. wanakuja kwa nyumba ya Mungu. They come to the house of Akifanya God. mwezi mmoja, When they mwezi be wa there for pili, first month, second month, ukimpatia when you madhabahu, give them the altar, kesho anaharibu. tomorrow they destroy. Mungu atakuharibu. God will destroy you. Mungu atakuharibu. God will destroy you. Tumekuwa na watu tumewaleta kuwa We viongozi. have had people have given them positions in church. Alikuja kanisani, They came in church tunainua kipawa, and we lift their gifts. tunamweka kwenye madhabahu. We put them on the altar to serve. Na anapokuwa kwenye And madhabahu, while they are in the service, kuliko kumtetea Yesu, instead of starting by anaanza Christ, kumpiga they begin to mchungaji. fight the pastor. Anampiga They mchungaji. begin to fight Na their sababu pastor. ya kumpiga And the mchungaji, reason of fighting their kuonesha pastor huduma ni bure, is to show that the ministry is na useless. kuonesha hii kazi ni And bure. show that this work is Mungu useless. hata nyamaza God kimya. will not be silent. Mungu hata God nyamaza will not be kimya. silent. Mungu hata nyamaza. God will not be silent. Mungu hata nyamaza. God will not be silent. Mungu atazungumza juu ya God maisha. will speak upon your life. Kwa sababu tumechoka. Because we are tired. Unajenga, You build, watu wanabomoa. people come to destroy. Unajenga, You build, watu people come wanabomoa. and destroy. Haukuja juu You bomoe, didn't come for a ulikuja reason juu to destroy. ujenge, You came to build. uongeze tafari You lingine came juu ya and ingine. put Lakini value. unatumiwa na But you shetani, are used by Satan. unatumiwa na You are shetani used by Satan kuja kuharibu watu. to come and Na destroy unapoenda, people. And when they leave, unaenda na watu 20, you go with the 10, watu 20 people. 10. 10 people. Mungu atanyamaza God will kimya. not be silent. Tugeuke, Let us turn around. tumgeukie Mungu Let us turn to the Lord ili Mungu atuondolee aibu, so that God will remove reproach from us. aibu iliyotupata. The reproach that befell us, Mungu atuondolee. may God remove it. Mungu Remove it. atusimamishe And tena. may God make us stand. Simama na miguu yako. Rise on your feet.